Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, karibu jiunge nami katika kuitazama makala yetu pendo kabisa. Na leo tutamzungumzia marehemu William Vangimembe Lukuvi. Historia ya uongozi na urithi wa mwanasiasa mkongwe. Tarehe 25 Machi 2026, Tanzania ilipoteza mmoja wa viongozi wake waliobeba historia ndefu ya siasa na uongozi mkuu katika nchi yetu ya Tanzania. William Vangimembe Lukuvi, ambaye alikuwa ni mbunge wa jimbo la Isimani kwa zaidi ya miongo mitatu na waziri katika serikali mbalimbali, alifariki akiwa bado anahudumu kama waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu. Makala hii inatoa historia kamili ya marehemu toka alipozaliwa kupitia nyadhifa zake mbalimbali hadi siku ya kuzikwa. William Vangimembe Lukuvi alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1955. Alizaliwa katika kijiji cha Mapogoro, wilaya ya Iringa vijijini, sasa ni sehemu ya wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa. Alikulia katika mazingira ya kawaida ya vijijini ambako alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi ya Kitanewa mkoani Iringa. Ilikuwa ni mwaka 1962 hadi mwaka 1970. Baada ya elimu ya msingi, Lukuvi alijiunga na chuo kikuu cha walimu cha Tabora mwaka 1974 hadi mwaka 1975, ambako alipata cheti cha walimu na kuanza kufundisha kwa miaka 5 kuanzia mwaka 1975 mpaka mwaka 1980 chini ya Wizara ya Elimu. Mnamo mwaka 1982 hadi 83 alisafiri hadi Moscow, Urusi kusomea katika chuo cha Komsomol High School ambako alipata stashahada ya sayansi ya siasa, ambako uzoefu huo wa kimataifa ulimsaidia kupata mtazamo wake wa kisiasa. Na baadaye alipata shahada ya kwanza katika uhusiano wa kimataifa na diplomasia kutoka chuo kikuu cha Washington International. Pia alihitimu shahada ya uzamivu Master of Arts katika sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu cha Huria cha Tanzania OUT, ambapo tasnia yake ilichambua changamoto za demokrasia na utulivu wa kisiasa nchini. Lukuvi alianza safari yake ya uongozi ndani ya umoja wa vijana wa CCM yani UVCCM, akihudumu kama katibu wa wilaya mbalimbali Masasi, Mtwara, Arusha na Dodoma, na hatimaye kuwa naibu katibu mkuu wa UVCCM kitaifa. Kipindi nafasi wizara. Mwaka 1994 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Bukoba, Kagera, lakini mwaka 1995 mpaka 2000 naibu waziri wa kazi na maendeleo vijana. Mwaka 2000 mpaka 2005 waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu. 2005 mpaka 2010 aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, kwanza Dodoma halafu Dar es Salaam. 2010 mpaka 2015 waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, uratibu na bunge. 24 Januari 2025 na 8 Januari 2022 waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. 13 Juni 2023 aliteuliwa kuwa mshauri wa rais, mahusiano ya kisiasa na kijamii. Agosti 2024 alirejeshwa katika baraza la mawaziri kama waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu. Lukuvi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani kwa mara ya kwanza kwa mwaka 1995. Alishinda ubunge mfululizo kwa vipindi 7 vya ubunge, akihudumu kwa zaidi ya miaka 30 kuanzia mwaka 1995 hadi 2026 katika bunge la 13 lililoendelea. Wakati wa kifo chake alikuwa mbunge mkongwe zaidi. Alijulikana kwa nafasi yake kama chifu Whip bao la CCM kwa muda mrefu, akiwa na jukumu la kudhibiti nidhamu ya bunge na chama chake. Akiwa waziri wa ardhi 2015 hadi 2022, Lukuvi alisimamia utoaji wa zaidi ya hati milioni 2 za miliki kwa wananchi, kuwawezesha kumiliki ardhi kisheria na kuitumia kama dhamana ya kiuchumi. Alijulikana kwa usahihi
ustadi wake wa kurejesha ardhi walizonyang'anywa na kusimamiwa vita dhidi ya wavamizi. Mwaka 2017 Lukuvi alionyesha kujitolea mfano bora wa utii wa sheria. Nyumba yake mwenyewe iliyokuwa imejengwa kwenye eneo la barabara Road Reserve ilibomolewa na TANROADS. Hakutumia mamlaka yake kuzuia, bali aliruhusu sheria ichukue mkondo wake. Mwaka 2025, licha ya baadhi ya watu kudai amestaafu, Lukuvi alishiriki tena kura za maoni za CCM jimbo la Isimani na kushinda kwa kura 5746 dhidi ya upinzani wake Festo Kiswaga aliyepata kura 1159. William Lukuvi alifariki dunia tarehe 25 Machi, ilikuwa siku ya Jumatano saa 1 kamili asubuhi, na kifo chake kilitokea katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu ya matatizo ya moyo, ambapo ulikuwa ni mshtuko wa moyo. Taarifa ya kifo ilitolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kupitia Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Moses Kusiluka. Kufuatia tangazo la kifo, serikali ilitangaza ratiba ya shughuli za mazishi kama ifuatavyo. Ijumaa Machi 27, 2026, mwili wa Lukuvi uliagwa na wabunge katika viwanja vya Bunge Dodoma, na Jumamosi Machi ambayo ni leo, mwili utaagwa jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Karimjee, na Jumapili ambayo ni kesho Machi 29, mwili utasafirishwa kwa ndege hadi Iringa mjini, na ambapo Jumatatu Machi 30, 2026, mwili utapokelewa na wananchi katika eneo la Gangilonga kabla ya kupelekwa kijijini. Na Jumanne Machi 31, 2026, mwili wa Lukuvi utazikwa katika kijiji cha familia yake Idodi, wilaya ya Iringa vijijini. William Lukuvi anaondoka akiwa ameacha alama isiyofutika katika siasa, utawala wa Tanzania. Alianza kama mwalimu wa kawaida, lakini kwa bidii na uhodari wake wa kisiasa alipanda ngazi hadi kuwa mmoja wa mawaziri wenye ushawishi mkubwa. Urithi wake utaendelea kuishi kupitia sera za ardhi alizosimamia, miradi ya maendeleo katika jimbo lake la Isimani, na heshima aliyoionyesha kwa sheria hata wakati ilipomgusa binafsi. Marehemu ameacha mjane mmoja na watoto watatu. Tanzania itamkumbuka kama nguzo ya CCM, mwanasiasa shupavu na mtumishi wa taifa aliyejitolea kwa moyo wote. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.